Karibuni sana. Leo nimewaletea kitu kizito, kitu ambacho kitasaidia kweli Tanzania yetu. Hii kitu imetengenezwa na kampuni ya Nexola Tech. Cha kwanza kabisa, hii ndio website yetu, nishaingia. Lakini hii website ina deal na kumanage biashara, mauzo, profit, loss na kujua kodi ya TRA ya kulipa. Sasa hapa, cha kwanza kabisa ukishaingia kwenye hii website, ili kuokoa muda, inabidi uadi shortcut kwenye home screen yako. Cha kwanza kabisa, angalia pale juu kabisa kuna kama vimstari vitatu vilivyoshuka vya Google, bonyeza pale. Ukishabofya hapo, scroll chini, tafuta sehemu imeandikwa add to home screen. Chini kabisa, add to home screen, bonyeza add to home screen. Baada hapo, create a shortcut inaitwa Stock Smart Add shortcut. Baada ya kuadd, add to desktop. Baada hapo itakuwa isha add kwenye desktop. Sasa unatoka unaenda sasa kwenye desktop kama itakuwepo. Hii hapo Stock Smart tunaibofya. Baada ya kubonyeza, hii ndio website yetu. Sasa unachohitaji kwanza, inahitaji register your shop, jina la duka lako, kila kitu yani. Kwa hiyo sasa mimi nisha register, kwa hiyo nitabonyeza login. Baada ya kubofya login, unaingiza phone number. Phone number ni password, alafu nabofya remember me, login. Baada ya kulogin, kama unavyoona imenikaribisha, welcome back Mama Ndorobo. Ya baada hapo, haya ndio mauzo yangu sasa. Sasa namna ya kutumia hii website. Cha kwanza kabisa ukishaingia, ukiangalia juu upande wa kulia, kwa juu kabisa kuna kama vimstari vitatu, bofya hivyo. Baada ya kubonyeza hivyo, utakuta dashboard, products, sale, report, lost stock tax na feedback na account yangu afu logout. Bonyeza product. Baada ya kumaliza product, sasa inabidi uadd product kwenye dashboard yako. Cha kwanza kabisa unabonyeza add. Hizi ni product zangu, umeziona? Baiskeli, biskuti, kuku. Sasa unabonyeza add product. Unaandika product name. Tuseme ni dawa ya mswaki. Baada ya kubofya dawa ya mswaki, cost price, yani ulinunua dawa ya mswaki kwa shilingi ngapi dawa ya mswaki moja. Tuseme ni 9,000. Alafu selling price, unategemea kuuza kwa shilingi ngapi? 10,000. Initial quantity, idadi ya dawa ya mswaki ambazo umenunua. Tuseme nimenunua dawa ya mswaki 600. Low stock threshold, yani hapo maana yake anamaanisha kwamba hii unataka yani simu equality kwamba you are running out of stock, yani inakueleti kwamba stock yako imepungua, kwa inabidi uongeze. Unataka equality stock ikifika ngapi? Tuseme ni 100. Alafu unaweza add product. Baada ya ku add product, sasa product yako itakuwa imeongezeka hapa, dawa ya mswaki, cost, kila kitu nimekuandikia. Hapa kuna sehemu ya kutaka kuedit, labda kutaka kuedit price au quantity, kutaka kuadjust kidogo stock, wewe ukitaka kudelete product, wewe pia unarudi pale kwenye vile vibonyezo vitatu kule upande wa kulia wa juu, sales. Sasa imagine mteja amekuja dukani kwako, akishakuja kusema tuseme naomba baiskeli 5. Unachofanya, umeona hapa, unachagua product yako ni baiskeli. Ukishachagua unabonyeza quantity, anataka 5. Baada hapo unaandika complete sale. Baada hapo mfumo utajikalculate wenyewe, itakuonyesha baiskeli 5 jumla ni 5,000,000 na itajiandika kwenye records.
akaja mteja mwingine anataka tuseme magodoro. Anataka magodoro 3, unaweka 3. Unaweka complete sale. Utakuwa umaliza, umekupigia kabisa mahesabu milioni 2 na laki 4. Unachohitaji pia, ukitaka saku report, yani unataka kuona report mauzo yako ya jana, ya juzi, unabonyeza report. Hapo itakuonesha tarehe 8 mwezi wa 4 2026, product ID, yani product ID namna ulivyo organize hizo, ulivyo arrange hizo product zako. Product namba 4, quantity tuliuza 3 ambapo ni magodoro. Total shilling profit uliyopata ni milioni 1 ngapi hivyo. Inakuonesha. Hapa tu unachagua this week, unachagua siku, au unaweza kubofya customize custom date. Unaandika date unataka kuona labda mauzo ya siku fulani hivyo. Kwa ni mfumo mzuri sana. Kingine, hii low stock, yani ni kama alert, unaangalia kitu gani ambacho kimepungua dukani. Kama low stock. Nishabofya low stock, inamaanisha hapa hakuna product ambayo iko low. Hakuna product ambayo imepungua kwenye idadi ambayo nilikuwa nategemea. Kwa hiyo ameandikia no low stock of products, good job. Amenipongeza. Kitu kingine, tax TRA. Sasa hapa pale mwanzoni ukiwa na register duka lako, inabidi uadi TIN number ili kupigia mahesabu kodi inayohitajika na siku ya kutoa hiyo kodi. Inakaa kama inakueleza, inakwambia kabisa lipa kodi yako kabla ya tarehe ngapi kuepuka penalties. Ukitaka kwenda kuvisit website ya TRA ni hapa chini. Inakalkulate kabisa kulingana na mauzo yako na kodi inayohitajika. Pia unaweza kutoa feedback, yani comment ya website umeionaje, una select tu rating pale, una write feedback. Hizi ni feedback za watu wengine, ni nzuri sana hizi hapo. Feedback za watu wengine. Sasa pia ukimaliza unaweza ku log out ukitaka, chini kabisa log out. Ukitaka kuona account yako, ku manage account yako, ndio hii hapa. Hii ndio account yangu. Sasa nataka kuona dashboard. Mauzo yangu ya siku. Sales of today ni milioni 159 na laki 4. Profit today ni milioni 34. Stock value, thamani ya stock ni hapo. Low stock item hakuna. Hapa kabisa nakwambia tax reminder VAT due to on 20th April 2026. 11 days left kwa ajili ya kulipa kodi yako. Ndio hii. Sasa hapa unahitaji kucopy link ya hii website na kuwatumia watu wengine ili kusaidia biashara za Kitanzania. Usisubiri ukwame katika biashara. Jiongeze. Fanya biashara yako iwe ya kidijitali. Asanteni.